Yo, mambo vipi? It's your girl Didi. Bwana, wanasemaga ukistaajabu ya Musa utayaona. Malizia hapo. Mimi nilikuwa nashangaa, lakini nimekuja kushangaa zaidi baada ya kukutana na hii story ambayo sio story tu, imethibitishwa na wana science kabisa. Si utani kabisa jamani, wala taarifa hii ambayo ninakupa sio ya kubuni hata kidogo, kwa sababu tafiti za science kama nilivyokuambia hapo zinaonyesha kuwa kasi ya ukuaji wa ndevu ina uhusiano wa moja kwa moja na kiwango cha hormone testosterone, ambayo hii hormone bwana huongezeka wakati mtu anapopata msisimko wa kimapenzi. Yaani hata kama ni kwa njia ya mawazo tu, midevu hiyo hapo inadondoka. Hali hii inaonyesha kuwa akili yako inaweza kuathiri mwili wako kwa namna moja au nyingine. Sasa wana science wao waligundua jambo hili kwa bahati. Kulikuwa na mwanaume aliyeishi kwenye kisiwa kilichotengwa huko. Alikuwa anaandika jinsi ndevu zake zinavyokuwa. Kabla ya kila safari ya kwenda kumtembelea mpenzi wake, ndevu zake zilianza kukua kwa kasi zaidi hata kabla hawajakutana. Hii inaonyesha kuwa matarajio yake pekee yanaweza kusababisha mabadiliko ya homoni mwilini. Testosterone sio tu homoni ya wanaume, bali ni sehemu ya mfumo wa mwili unaoitikia mawazo yako, matarajio na hata hali yako ya kijamii. Ukishinda hoja au mjadala, kiwango chake huongezeka kwa kasi, na sometimes ukishindwa huo mjadala au hoja, kiwango chake hupungua. Ukifikiria mtu unayevutiwa naye, hii hormone bwana huongezeka kwa kasi sana. Sasa mimi najiquestion, au ndo maana kidevu changu kina ndevu japo mimi sio mwanaume? I'm just kidding. Vinyweleo vya ndevu vinaathiriwa sana na homoni hizi bwana. Ndio maana ndevu zinaweza kuwa ishara ya kiwango cha homoni nyingi. Kwa muda mrefu, ndevu nene zimehusishwa na nguvu, kujiamini na mamlaka, na hii kweli kabisa, wala sio hadithi tu ndugu zangu. Kwa upande mwingine, msongo wa mawazo wa muda mrefu hupunguza testosterone. Pia msongo, kukosa usingizi na maisha ya kukaa sana bila kufanya shughuli hupunguza homoni hizi. Ndio maana ukuaji wa ndevu unaweza kupungua. Kwa kifupi tu, uso wako unaonyesha maisha unayoishi zaidi kuliko unavyofikiria ndugu yangu. Sasa kama wewe una videvu kidogo, usikudefine kama huna hisia na mpenzi wako. No, hayo ni matokeo tu, lakini wale wenye midevu naijua hiyo. Kuta mtu anakuambia, yani mimi nikikaa kidogo tu ndevu zinaongezeka. Yani jiulize, unamfikiriaga nani? Hadija au Mwajuma? Sasa nikwambie hii taarifa bwana, kiukweli kwenye upande wa science na ukweli wote, sio uongo. Ukuaji wa ndevu unahusiana moja kwa moja na homoni hii ya testosterone. Hapa ninakuambia maelezo mafupi sana kuhusiana na uhusiano wa testosterone na ukuaji wa ndevu. Testosterone bwana na ndevu iko hivi, ni homoni ambayo inachangia sifa za kiume, ikiwa ni pamoja na ukuaji wa ndevu. Wakati testosterone inapanda, unaweza kuchochea ukuaji wa ndevu hata kwa wanawake. Nilikwambia kama ndevu hivi pembeni. Lakini utafiti wa kisayansi wenyewe unaonyesha kuwa viwango vya juu vya testosterone vinaweza kuathiri ukuaji wa ndevu kwa kuongeza unyevu wa follicles za nywele. Lakini madhara ya kiafya bwana, kwenye upande wa madhara ya kiafya, viwango vya juu vya testosterone kwa muda mrefu vinaweza kuwa na madhara mengi kiafya, kama vile kuathiri mfumo wa uzazi au kuongeza hatari ya magonjwa fulani hivi. So ukweli wa kihistoria unasema wana science wamethibitisha kuwa ndevu zinaweza kuwa ishara ya kiwango cha homoni mwilini, na wanaume wenye ndevu nene mara nyingi huwa na viwango vya juu vya testosterone. Haya ndugu yangu, ndevu zako nene nyingi? Inabidi tuwatafute tu wanaume wenye ndevu. Wanaume wenye ndevu, safari kama memegewa hivi pande lenu kubwa la sifa. Bwana, endelea kunifuatilia vizuri kabisa kwenye D Digital. Nipo kwa ajili ya kukupa story nyingi za ndani na nje ya nchi, lakini kubwa zaidi inaendelea kukupa elimu ya vile ambavyo huvijui. Tuendelee kuchekiana pia Instagram as Didi_Diana, TikTok pia Didi_Diana.